Ndugu zangu, tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako, Bwana. Tunasali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, Bwana. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni, Bwana. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie haya tunaomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, umtazame kwa wema mtumishi wako Frateri Nerius, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri mliliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, e Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho:
E Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Yuda Tadei, askofu msaidizi Hendi Mchamungu, mtumishi wako aliyeko hapa, pamoja na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Frater Nerus uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Jalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wako wenye heri, pamoja na Mtakatifu Francisco wa Asizi, Mtakatifu Clara, Maximilian Maria Kolbe, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujua Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliambia mitume wako: amani wacheni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, la tuimani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoa dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno na wewe.
ni wakati wa kukomunika, na watakao komunika ni wale wa Katoliki tu, tena waliojitayarisha.
tumeshibishwa kwa sakramenti iletayo uzima. Tunakuomba ndugu yetu marehemu Nerius, ambaye umemshirikisha agano lako, atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Tukiwa bado tuko katika hali ya ibada ya misa takatifu, kinachofuata sasa, kutokana na muda ambao sasa sisi tutakiwa tuanze safari saa 12 kamili kuelekea Arusha, basi najua kila mmoja angalitamani kuongea, kutupa pole, lakini basi kwa ujumla wetu wakati huu nitamkaribisha mkuu wa shirika sababu ya muda, pamoja na pendeza wa askofu, basi atasimama sababu naye ni frateri wake, sababu aliishi Segerea hapa parokiani akifanya utume, akiwahudumia pia wanasegerea frateri wetu. Basi kutoa salamu za pole hii utakuja, kama una rambirambi yako utatoa, mkuu wa shirika atasimama hapa, askofu pale, na padre mwingine wa shirika ikiwezekana atasimama upande ule, na pia mwingine katikati kwa sababu ya muda. Basi alafu mwisho wa baadaye tutakuwa na salamu za rambirambi kwa wawakilishi tu, ambapo watakuja mbele kwa ajili ya kuzungumza maneno mawili tu. Basi wanakwaya, karibuni. Kila mmoja basi ajiandae. Muda. Mkuu wa shirika tunakuomba pamoja na padre mwingine wanakwaya, tafadhali. Tunaanzia kule nyuma, njooni nje kabisa, kule nje hapa. Hata kama una chochote njoo, inama, rudi. Vikundi vyovyote, jumuiya, kanda zozote, njoeni, hamtakuwa tena na nafasi hiyo. Mimi kwa mioyo yenu yote, sasa asema Bwana, nirudieni. Mimi kwa mioyo yenu yote, sasa asema Bwana, nirudieni. Mimi kwa mioyo yenu yote. Tarumbeta uko Sayuni, ambieni watu ili wafungeni, rudieni. Mimi kwa mioyo yenu yote, sasa asema Bwana, nirudieni.
sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Watu wote waleteni kwangu, waleteni watoto wale wazee, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Angesimama nani, angesimama mbele yako? Nani angesimama, nani angesimama nani? Sauti yangu usikie, masikio yako yasikie dua zangu.